Sisi ni watu wa ajabu sana. Sisi tuliumbwa kwa ajili, tulidesainiwa sisi wanadamu hapa kutawala dunia kwa niaba ya baba yetu, kuitiisha na vyote vilivyomo. Sio maisha tunayoishi ya tabu, shida, majuto, kwa kila kitu ni shida. Pana, hayo ni matokeo ya uasi wa Adamu. Tunalishi, tunaendelea kulipa madhara ya gharama ya madhara. Sasa kwa kuwa Adamu sasa alichagua kutokutii, akawa amekula ule mti. Ule mti ulikuwa ni mti kabisa. Acha wale watu ambao wameharibika mioyo wanaosema eti ilikuwa ni uzinzi. Mambo ya ajabu sana. Ulikuwa ni mti wa ujuzi wa mema. Ndio wanasema kulikuwa ni kwenye bustani. Na ile bustani ilikuwa iko kule nchi ya Iraki kwa sasa. Ndipo palipokuwa na bustani ya Edeni. Nenda kule utakuta, watakuonyesha malipo. Haleluya. Sasa alipokufa, maana yake alikuwa anaambiwa hivi, usije ukafanya kosa la uhaini. Maana kile kitendo cha kumkubali shetani, maana yake ni kwamba alikuwa anaiuza, anaikabidhi nchi inaitwa dunia mikononi mwa shetani. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba ilikuwa ni kosa la uhaini. Maana yake ni kwamba umehusika kwenye mapinduzi ya koloni na Mungu. Kwa hiyo adhabu yake siku zote kwenye kosa la uhaini kwenye nchi nyingi huwa ni kunyongwa. Sasa hawa wafalme watatu wakasema, sasa huyu mtoto ameshakosea. Ameshakosea. Maana yake tayari nchi imekwisha kuwa mikononi mwa adui. Sasa tunafanyaje? Na kwa sababu tayari tulishatamka kwamba atakayefanya kosa hili, akifanya kosa, adhabu yake ni kufa. Sasa aliyedesainiwa kutawala kule ni wa asili ya udongo, Adamu. Sio wa rohoni, sio wa kiroho. Sasa tunafanyaje? Ilibidi sasa, na shetani naye akashika hati ya mataka hapo. Akawa anadai sasa mtu wa kuja kuweza kumpokonya kwenye hiyo himaya lazima awe ni Adamu asiye na dhambi, mtakatifu. Sasa hawa wafalme watatu wakaamua mmoja aje kuchukua nafasi ya huyu mtoto. Maana mtoto ameshatenda dhambi, sasa sio mtakatifu tena, hawezi akajiokoa mwenyewe. Anayetakiwa kulipa hiyo adhabu lazima awe ni wa udongo, wa asili ya udongo, awe na mwili kabisa, lakini sifa yake asiwe na dhambi. Sasa anapatikana wapi? Hawa asingeweza kufanya hivyo kwa sababu naye ni miongoni, ndio aliyo chanzo kikubwa, ndiye aliyeongea na nyoka. Mbona sasa hapa kuwepo na namna nyingine? Kwa hiyo hawa wafalme watatu, mmoja akasema mimi nakubali kwenda kuchukua asili ya huyu mtoto wetu, ni uvae mwili kama wa kwake, halafu nitalipa adhabu yake, nitakufa kwa niaba yake. Halafu baada ya kufa, wale wote wa asili ya Adamu watakao niamini, watakaoingia katika ufalme wa Mungu, watarudishwa kwenye eneo lile la utawala. Kwa hiyo nafasi ile itakuwa imerejea tena.